Isi bana, wekundu Msimbazi Simba Sports Club, si haba si kinyonge, sio kwa wasiwasi wowote mara baada ya kupoa mchezaji ambaye wao baadaye wamekuja kuzungumza kana kwamba ni mchezaji wa kawaida. Hawezi wakatoa zaidi ya milioni 800 na pointi kwa ajili ya kumsajili Selemani Gomez, Sele Mwalimu, kitu ambacho wao wameona ni pesa nyingi mno imetumika kwa upande wa pili, lakini wao wanasema pesa makaratasi, wao pesa zao ziko benki. Sasa bwana, Steven Becker alikuwa tayari shamweka Mwalimu kwenye mipango kazi ya kikosi cha ngao ya jamii, na ndio maana alitrain na timu. Alikuwa pre-season na Simba pale Rwanda, akaenda Wydad Casablanca, akatrain siku ya kwanza, siku ya pili amesafirishwa na ndege, mwisho wa siku amekwenda kucheza kwenye ngao akiwa na kikosi cha Young Africans. Sasa je, Steven Becker anaingia vipi kukabili Young Africans kwenye mifumo yao ya 4-2-3-1? Na hivi ndivyo jeshi la Simba Sports Club linakwenda kutafuta heshima ya kwenda kuwaadhibu wapinzani wao, kwenda kudhihirisha ubora wa kikosi chao, kwenda kudhihirisha ubora wa benchi la ufundi. Ni kama ifuatavyo: mlinda mlango milingoti mitatu, vile vyuma ambavyo kushoto, kulia na juu vinahakikisha kana kwamba zile nyavu zinakaa imara, kuhakikisha hakuna mtu anasingizia kwamba amepata bao na hajatikisa nyavu kwa upande ambao ni sahihi. Ni Djibril Kassal, mlinda mlango ambaye amekuwa performance bora sana msimu ulioisha, amefanikiwa kuretain ubora wake na amefanikiwa kumuondosha Musa Pinpin kama dada kikosi cha Wekundu Msimbazi Simba Sports Club. Lakini mbavu ya kulia ni kama kawaida Captain Kapombe Junior, Shomari Kapombe, nyota ambaye amecheza kwa misimu mingi, mafanikio makubwa akiwa na Simba, si mechi za ndani si mechi za nje, hakuna asiyefahamu jina la Shomari Kapombe. Lakini kwenye upande wa mbavu ya kushoto yupo bwana mdogo Nixon Kibabage, ambaye kwa misimu kadhaa iliyopita alikuwa anacheza au anawatumikia mahasimu wao Young Africans, ambao atakwenda kufesiana nao kwa mara nyingine tena. Nixon Kibabage amekuwa na performance nzuri toka amejiunga na Simba, wakimuita beki wa kujitutumua. Na sasa kwenye eneo la ulinzi, eneo ambalo Simba wamekuwa bora sana msimu ulioisha, ni eneo la katikati. Namba 4 wao Ismail Olivier Tule, namba 5 Rushain Derrick ambaye amekuwa miongoni mwa walinzi bora na anategemewa sana kuja kupewa tuzo. Huenda akaingia kwenye tuzo au kile kinyang'anyiro cha beki bora kwa msimu wa 2025-2026. Na inaweza ikawa tuzo yake kwa sababu ni miongoni mwa watu ambao wameperform kwa kiwango cha hali ya juu kwa msimu uliomalizika. Sasa namba 6 yao anawalinda nani? Yusuf Ali Kagoma. Namba 7 Riba Segweye. Namba 8 Keriso Makagwa. Namba 9 Dumbia. Namba 10 Chama Klatos na Eli Mpanza kimaliza namba 11. Bana, ni kama ambavyo umesikia lineup ya Simba Sports Club, unakuja kuona kwa namna moja ama nyingine pia Wekundu Msimbazi Simba hawajataka kuwa na mambo mengi ya kuingiza nyota ambao wamewasajili kipindi cha dirisha kubwa hili la usajili. Ameingia Keriso na Dumbi ambao wao kidogo kwenye nafasi zao hazina upinzani na wanahitaji kuongeza vitu vichache kulingana na wachezaji ambao wameondoka ndani ya Simba Sports Club. Unaiona Simba Sports Club wakifanikiwa kwenda kuutetea, wakienda kufanikiwa kulipigania hili kombe la ngao ya jamii. Hii ni Young Africans zidi ya Simba Sports Club. Kwa kikosi cha Simba, binafsi narudia tena, Mo anabidi atoe pesa benki, aweke mfuko wa shati ili kusudi pale ambapo wanahitaji kurahisisha mambo ifanyike hivyo kwa uwepesi na kwa uharaka iwezekanavyo. Kwangu mimi nasubiri kutazama dabi bora sana. Kinachovutia zaidi ni kuwakutanisha wahasimu ambao, walimu ambao ni waasisi wa soka la Afrika Kusini. Kwa upande wa Young Africans Ngiti, lakini pia kwa upande wa Simba Sports Club Becker, ambao wote ni wahasisi, wamefundisha mpira pale Afrika Kusini. Ni walimu ambao wana falsafa za mpira wa Afrika Kusini wa kupossess. Hii inaweza ikawa ni dabi bora sana, lakini inaweza ikawa ni dabi ambayo tunazungumza hivi siku zote mpira ni 10% pekee uwanjani. Alizungumza shabiki mmoja wa Young Africans, rais wa Washashi, akisema ya kwamba mpira wa Tanzania ni 10% pekee, 90% zinapigwa nje ya uwanja. Ukimzingatia kuna namna anaweza kawa nazungumza ukweli. Mmejiandaa na 10% nyingi hizo za nje ya uwanja, kwa sababu huenda zikatoa matokeo kuliko 10% ambazo ni tactics na technique ambazo zinatumika kiwanjani. Mimi nikwambie, sina la ziada zaidi ya kukwambia kwamba stay tuned kuwaona Simba dhidi ya Young Africans kwenye mechi ya Arabia Kariakoo.